Wakati tukielekea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2024-2025, ni kipindi ambacho vilabu vingi viko kwa ajili ya kuimarisha vikosi vyao, na miongoni mwa tetesi ambazo tuko nazo ni sambamba na ile klabu ya Azam FC kuweza kuachana na kocha wao raia wa Morocco Rashid Taus pindi tu msimu utakapotamatika. Katika taarifa hiyo inadai kwamba klabu ya Azam bado haijaridhishwa na performance ya kocha huyo kimbinu na hata matokeo ambayo yamesababisha timu hiyo mpaka sasa hivi ikiwa nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania, nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Na kwa sasa nyavu zao ama jicho lao liko kwa makocha wengine, ambao miongoni mwa makocha ambao wanapigiwa chapuo kwa undani kuweza kujiunga na klabu hiyo ya matajiri wa Chamanzi ni pamoja na kocha Florentini Ibenge ambaye kwa sasa anakinoa kikosi cha Al Hilal ya nchini Sudan, ambayo yenyewe inashiriki ligi kuu soka pale Mauritania mara baada ya kashikashi za pale katika nchi yao, ambao kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, kitu ambacho kimesababisha mazingira kutokuwa rafiki kwa soka kuchezeka katika nchi hiyo, na hivyo wamejikuta wakiomba hifadhi ya kucheza soka katika ligi kuu soka pale nchini Mauritania. Sasa inaelezwa katika mkataba wa Flora Ibenge na Al Hilal unatarajiwa kutamatika mwishoni mwa msimu huu, unatarajiwa kutamatika mwishoni mwa mwezi huu ambao ni mwezi Juni tarehe 30. Lakini kitu ambacho kinakwamisha dili hilo kuweza kuwa materialized ama kukamilika ni sambamba na swala zima la mshahara. Mshahara wa Ibenge umekuwa ni kipengele kweli kweli kwa matajiri yao wa Chamanzi, kwani yeye analipwa dola za Marekani 60,000 dola 60,000 ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 154, kitu ambacho kwa Azam kwao kimekuwa ni kipengele kweli kweli. Lakini kwa sasa dili linaonekana kwamba liko kwa ajili ya mazungumzo ama negotiation kwa upande wa kupunguza mshahara kwa kocha huyo. Flora Ibenge amekuwa ni kocha mwenye mafanikio makubwa, bara la Afrika linamtambua. Ameitumikia klabu ya ACV akaipeleka finali ya Confederation Cup, lakini vile vile akaenda kuitumikia klabu ya RS Berkane pale Morocco na kuibebesha ubingwa wa CAF Confederation ama ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, kisha akatimkia Al Hilal. Kule amekuwa na kiwango bora, lakini kutokana na vurumai za hapa na pale kwa katika ligi yao imesababisha kutokusetwa, hata mbinu zake mara nyingine zimekuwa zikikwama. Katika msimu huu ambao unatamatika, katika kundi lake ambalo alikuwa ni sambamba na alikuwa kwenye kundi moja sambamba na Yanga pamoja na TP Mglaba Mazembe, lakini MC Alger wao walifanikiwa kuibuka vinara wa kundi, lakini bahati mbaya kuondoshwa katika hatua ya robo finali na Al Ahly ya pale nchini Misri. Sasa Azam FC wameona pengine waichange karata kwa kocha ambaye analijua soka la Afrika vizuri ili waweze wao kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Tunajua Azam kwa msimu huu walifanikiwa kwenda katika michuano ya Champions League, CAF Champions League, lakini wakaondoshwa katika hatua za mapema kabisa na APR ya pale nchini Rwanda. Kwa hiyo Azam wanapambana vilivyo kuhakikisha kwamba wanapata kocha mpya, lakini kocha ambaye mwenye quality na ubora wa hali ya juu, ambaye atakuja kuinua performance ya klabu ya Azam ambayo imekuwa ikifanya uwekezaji mkubwa, lakini matokeo yao yamekuwa ni mabaya, ama tunasema output imekuwa haiendani na uwekezaji ambao unafanyika katika klabu ya Azam. Inasajili wachezaji wengi professional wa kimataifa, lakini wanashindwa kuja kuperform na kufanya vizuri ama kuibeba timu hiyo. Na sakata lao kubwa wanataka sasa hivi waweze kuongeza dominance na kupunguza ile dominance ya timu mbili tu ambao ni matajiri ambao ni mahasimu wa Kariakoo, Simba na Yanga, ambao wao wamekuwa kishikilia ligi kama wameikodi. Lakini Azam walikuja ili waingie hapa katikati yao kwa ajili ya kuleta ushindani, lakini wanaonekana ushindani wao umekuwa mdogo kweli kweli, licha ya kwamba uwekezaji wao unakuwa ni mkubwa, lakini bado wamekuwa wafanyi vizuri pale tunapokuja kwenye swala la uwanjani. Azam FC wana facilities za kutosha, wana uwanja wao peke yao, wana vifaa vya mazoezi vya kutosha, wana jimu ya kwao peke yao, yani kila kitu uwekezaji wao uko vizuri kabisa. Hata kwenye timu ya under 17, under 20 wanazo timu ambazo zina wachezaji wenye quality na ubora wa hali ya juu, lakini kwenye performance yao kuileta kwenye timu ya kwenye senior team
imekuwa na changamoto kwa ajili ya wao kuweza kupata mafanikio. Kwa hiyo Rashid Tausi ataondoka Azam, lakini Florai Benge anapigiwa chapuo kuweza kutua viunga vya Chamanzi. Tuendelee kufuatilia tujue ni kitu gani hasa ambacho kitajiri. Tunaelekea mwishoni mwa ligi. Tunajua ligi itatamatika tarehe 25 Juni, lakini kwa timu nyingine zote raundi ya 30 itachezeka tarehe 22 Juni. Kwa hiyo ligi rasmi itakuwa inatamatika tarehe 25 Juni, lakini kwa timu nyingine itakuwa inatamatika tarehe 22 Juni. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika YouTube channel yetu. Ciao.